Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein, lakini tunatazama kile kinachoendelea katika ulimwengu, lakini ni huko katika mkutano wa NATO ambapo Katibu Mkuu wa NATO Bwana Mark Rutte anasema kwamba anaunga mkono mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran. Katibu Mkuu wa NATO amesema Marekani imelazimika kufanya mashambulizi hayo kwa sababu wakati huu ni wakati ambapo kuna usitishaji wa mapigano, lakini ni Iran ambayo inaendelea na mashambulizi ya meli zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Mashambulizi mapya Marekani dhidi ya Iran yalikuwa ni ya lazima kabisa, Katibu Mkuu huyo wa NATO Mark Rutte alisema leo Jumatano. Kunapokuwa na usitishaji wa mapigano na Iran kimsingi inakiuka usitishaji wa mapigano hayo, nadhani ni muhimu kabisa kwamba Marekani ichukue hatua kwa nguvu, Rutte aliwaambia waandishi wa habari kabla ya mkutano wa kilele wa viongozi wa NATO huko Ankara nchini Uturuki. Siku ya Jumanne usiku, vikosi vya Marekani vilianza msururu wa mashambulizi makali dhidi ya Iran ili kuweka gharama kubwa kwa ajili ya kulenga na kushambulia meli za kibiashara zinazoendeshwa na raia wasiokuwa na hatia katika njia ya kimataifa ya maji, kulingana na kamandi kuu ya Marekani CENTCOM. Hata hivyo, Iran imekanusha kusema imeshambulia meli hizo tatu zilizopita katika lango la bahari la Hormuz. Katika kujibu, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran lilithibitisha kuwa kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Marekani, walifanya mashambulizi makubwa karibia katika malengo 85 huko Bahrain na Kuwait, katika kujibu mashambulizi ya Marekani kusini mwa Iran ambayo yalilenga mifumo ya ulinzi wa anga na uchunguzi wa maeneo ya pwani na maeneo ya kurusha makombora na drone. Alipoulizwa kuhusu mashambulizi hayo, Waziri Mkuu wa Uholanzi Job Rutten alisisitiza umuhimu wa kuionyesha Iran kwamba ukiukwaji wa makubaliano tete ya kusitisha mapigano katika Mashariki ya Kati hautakubaliwa. Alikuwa naye katika mkutano huo wa NATO ambapo baadhi ya viongozi wa NATO walikubaliana na mashambulizi yaliyofanywa hivi punde na Marekani, lakini pia wakiona kwamba wa Iran wanakosea kufanya mashambulizi katika meli zinazopita katika lango la bahari la Hormuz. Wakati huo lazima utumie shinikizo la juu zaidi la kidiplomasia ili kuhakikisha mazungumzo yanaendelea na suluhisho linafikiwa, anasema. Ukiukwaji usitishaji mapigano lazima ukabiliwe kwa nguvu hadi shinikizo la kidiplomasia litakapotawala. Mshauri mkuu wa kidiplomasia wa rais wa UAE Dr. Anwar Gargash alitoa taarifa kupitia mtandao wa X akisema mashambulizi ya Iran dhidi ya meli za mafuta za Qatar na Saudia katika lango la Hormuz na uchokozi wa mara kwa mara dhidi ya mataifa mawili ya Bahrain na Kuwait ni dalili tosha kwamba Tehran bado haiwezi kugeukia matakwa ya vita. Mataifa ya Ghuba ya Kiarabu hayawezi kubaki kuwa shabaha ya kusitasita kwa Iran kati ya mantiki ya kuongezeka na njia ya busara, utulivu na amani. Wizara ya mambo ya nje ya Kuwait ilitoa taarifa kupitia ukurasa wa X ikilani hatua za Iran kwa kukashifu vikali mashambulizi ya mara kwa mara ya Iran dhidi ya nchi ya Kuwait. Wizara hiyo ilithibitisha kuwa kuendelea kwa hujuma hizi za kinyama wakati ambapo juhudi za kikanda na kimataifa zinazolenga kupunguza kasi zinaendelea ni kudhoofisha kwa utaratibu juhudi za kupunguza mivutano na migomo na mashambulizi kwa nia ya kimataifa inayounga mkono njia hii, huku ikisisitiza kuwa Kuwait inadumisha haki ya kuchukua hatua zote muhimu ili kuhifadhi uhuru wake na usalama. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.